Yule bwana alikuwa mtu wa kwanza kusema. Karibu. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Huyu mwenye kuua kwa sheria, mwenye kuua kwa kukusudia naye auliwe kama kawaida. Ndio. Sasa huyu aliyekuwa kenda kanywa pombe halafu kaendesha gari kaua watu 3 mpaka 4, vipi hukumu yake ni vipi? Huyu auliwe, kwa sababu huyu hamna namna ya kusema kaua kwa bahati mbaya. Kaenda kufanya kosa, kaenda kuifanya dhambi asoitaka kabisa Mwenyezi Mungu. Ile dhambi yake imekuwa mutaaddi, imezaa dhambi nyingine. Unajua neno mutaaddi? Kuambukiza. Yani ile dhambi ya ulevi, kwanza ulevi si dhambi? Ulevi si Allah kakataza? Amekwenda mtu kulewa, alipolewa ule ulevi umemtuma aendeshe gari na ulevi, sio? Amekwenda kuwagonga watu kawaua, huyu ni katilu amda, ameua maksudi. Atakutana na jambia la kadhi kushughulika na shingo yake. Naam. Kuna siku hapa ulituambia kuhusu masala ya Nabii Isa kwamba si Mungu, si jini, si malaika wala si mtu. Sasa kuna aya ya Allah anasema inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Hii aya vipi na ulituambia Isa si mtu? Kabla hujarudisha maiki nataka unisaidie. Mola amesema inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, mfano wa Isa inda Allahi, mbele ya nani? Ya Mungu. Kamathali Adam. Hakusema inna mathala Isa inda Khamisi kamathali Adam. Mfano wa Isa mbele ya Allah ni kama Adam mbele ya nani? Ya Allah. Isome aya neno moja moja mwanangu. Inna mathala Isa inda man? Inda Allahi kamathali Adam. Basi mfano wa Isa mbele ya Allah, mwachie Allah na mifano yake. Umetosheka? Wapo wengine maiki. Sheikh, somo lililopita au masomo yaliyopita huko tulisoma kwamba mwanamume ikitokea akamwambia mkewe, mimi wewe nakuona kama mama yangu. Naam. Basi huyu akitaka kumrejea huyu tukatajiwa na kafara zake. Je, kinyume nyume sasa mwanamke naye akatokea, mimi nakuona wewe kama babangu mzazi, kwako wewe mume, hukumu yake ni vipi? Na yeye mwanamke hukumu yake iko? Akisha kwambia mkeo, we mume wangu nakuona kama baba yangu mzazi, mwambie nakushukuru mke wangu, mimi kama baba yako mzazi, kanipikie mchele na msupu, tangulia ndani tutakutana. Mwanamke hazingatiwi kwenye mambo ya kuvunja ndoa. Aliyepewa mamlaka na bakora na maamuzi kwenye kuvunja ndoa ni nani? Ni mume. Na hiyo ni fadhila kubwa sana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Habari ya ndoa ife ni sisi wanamume, sawa? Ametusaidia Mwenyezi Mungu. Na nyinyi wote hapa shukuruni, semeni alhamdulillah. Wanawake wengepewa nafasi, wao ndio waachaji. Babu, usingekuwa na mkeo saizi ungeshaachwa siku nyingi. Na kueleza ungeshaachwa siku nyingi, na kuacha kwao wengekuwa hawakupi talaka 3 na kuacha talaka 250. Nyingine utagaia kwenu huko kijiji kizima, kila mtu apate yake. Jambo la talaka na kuacha ndoa ni mamlaka ya nani? Ya mwanamume. Unanielewa? Wewe ndio utakayetoa kafara, yeye hatoi. Yeye hatoi kafara yoyote. Kwa hiyo kwa maana kuona kama mamangu sio kama nani yangu mwanamke, nenda kamnunulie chipsi pale, alafu atakuja atafuta hayo maneno. Nunulie chipsi na mishikaki kidogo, anapenda hichi kitu, umpelekee, atakwisha hayo maneno. Ingelikuwa naye akiachiwa uwanja huo akisema hivyo yameharibika mambo, ndoa zingekufa. Hawa wanawake subira yao sio kubwa kama wanamume. Kwa hivyo mshukuru Mwenyezi Mungu babu, Mola kakuhifadhi. Bado mpaka leo wewe uko sawa. Angekuwa mamlaka kapewa bibi nyumbani kule, sijui ungekuwa unafanyaje.
Maskini anasikitika sana babu. Karibu bwana. Sheikh, swali langu lipo katika hadithi ya Mtume sallama, ambayo hadithi ya Abi Huraira ambayo amepokea Imam Muslim. Bwana Mtume anasema aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru duaa. Mtume anasema wakati ambao mja yupo karibu zaidi na Mola wake ni ule wakati ambao amesujudu. Kwa hivyo ukithirisheni kuomba dua. Sasa katika hadithi hii nina maswali matatu. Matatu matatu. Swali la kwanza kwamba tumeambia tukithirisha kuomba dua wakati tukiwa tumesujudu. Je, ni sijida gani au ni sijida zote za swala au ni kuna sijida maalum ambayo tunatakiwa tuombe dua? Tunaanza na hilo. Naam. Twende moja moja au unasemaje? Sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, na sio hadithi moja tu ya Imam Muslim alotukua Abi Huraira, ziko hadithi nyingi. Mtume kasema aqrab ma yakunu baina al-abdi wa rabbih wa huwa sajid fa akthir fihi ad-du'a. Sio? Mtume kasema sallallahu alayhi wasallam idha qama al-abdu fi salatihi dhurra al-birru ala ra'sihi hatta yarka'a wa idha raka'a alatuhu rahmatu rabbih hatta yasjuda wa idha sajada fasajidu yasjudu tahta kadamai la falyarghab waliyasal. Ma hadithi ukhra, ziko hadithi chungu kwenye mlango huo, ni kueleza ubora na fadhila ya mtu kuomba dua wakati amesujudu. Muislamu kama anataka kuvizia dua zake zijibiwe haraka, apendelee kuomba dua akiwa sijida, pale yupo karibu zaidi na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hasa kuna jambo la kushangaza, Mungu yupo karibu na wewe sana ukisujudu, kwani ukiwa nje ya sijida Mungu anakuwa mbali na wewe sana, sio? Anakuwa wapi? Lakini nakuongezea tu maskini, sijui wewe ulikusudia. Mwenyezi Mungu yupo karibu na wewe muda wote. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min habli alwarid. Tumemuumba binadamu na tunajua kinachotia wasiwasi moyo wake, nasi tupo karibu naye zaidi kuliko mishipa yake ya shingo. Mishipa hii ya shingo iko mbali na wewe mno kuliko Mungu alivyo karibu na wewe. Umesujudu, hujasujudu, Allah yuko karibu na wewe zaidi. Mola anasema amma idha balaghatil hulqum wa antum hina idhin tandhurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Wakati anakufa mtu kwenye kifo chake, Mungu atupe kifo cha kheri inshallah, pale watu wamejaa, ndugu zako, wazee wako, mke wako, watoto wako, madaktari, sio? Hao wote wako mbali na wewe kuliko Mola alivyo karibu na wewe. Sasa mbona kwenye sijida Allah yupo karibu na wewe, kwani kwengine anakuwa mbali? Ule ukaribu mpaka ujue ndio inakuwa maana yake, sio? Mola yupo karibu zaidi na anayesujudu bilauni wal qabuli, yupo karibu naye kwa kupokea maombi yake, yupo karibu naye kwa kumsaidia anayoyataka. Kila ukisujudu Allah kakaribia na wewe karibu yako kujibu dua zako, kusikiliza maombi yako na kutakabalia ibada zako, kakukaribia kwa sura hiyo. Hapasemwi kurbu dhati, yani hasemi Mungu yupo karibu na wewe, mmepangana, wewe umesujudu hapa na yeye yuko hapa, mnapangana hivyo, utakuwa umekosea sana, sio? Hebu tizama Mola anaposema istainu bisabri was-sala wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Sitaki hapa, nataka hapa wasbiru inna Allaha ma'a sabirin. Ma'iyatullah, Mungu yuko pamoja na wanaosubiri. Ukiwa mvumilivu tu uko pamoja na Mungu. Uko pamoja naye vipi? Ukipanda kitandani unaye, ukiingia chooni kukidhi haja na Mungu unaye pembeni hapa, ukikaa na mkeo mnazungumza na mnasoma Qur'ani kidogo, mko wote. Ukaribu wa vipi? Inna Allaha ma'a sabirin bil auni wan nasri. Mungu yuko pamoja na wavumilivu kwa kuwatetea na kuwasaidia. Twende tunaelewa Qur'ani inavyosema. Sasa pale katika sijida upo karibu sana na Mola. Karibu wako nini? Ni kujibiwa dua zako kwa karibu, sio? Unapewa unayotaka kwa karibu. Ndio Mtume kasema fa akthir fihi dua,
pale kithirishi sana kuomba dua. Sasa je, sijida ipi? Na sijida gani sasa ndo usujudu sana uombe dua sana? Bwana kauliza hivyo, sio? Jawabu, hakuna sijida makhsusi iliyopangwa kwa ajili ya dua. Wewe hujapangiwa sijida gani uitumie kuomba dua zako. Na ni sijida ya swala ipi, ya faradhi au sijida ya swala ya sunna? La, Allah hakukupangia. Almuhimu ukisujudu ujue hapa kwenye sijida ni nafasi yako ya kuomba dua. Omba kadiri utakavyo. Tafadhali, kama ni swala ya faradhi na we ni maamuma unasalishwa, dua zako zichunge nidhamu ya swala. Usiombe dua mpaka we na imamu mkaachana mbali, utajiharibia mwenyewe. Kuomba dua ni sunna, kumfuata imamu ni faradhi. Ukishika sunna ukamwacha imamu utaharibikiwa. Unanielewa baba? Kwa swali la kwanza jibu lake sijida yoyote. Swali la pili, je, katika zile dua tunazotakiwa kuomba kwamba ni dua ambazo zimepokelewa moja kwa moja kutoka kwa Mtume au naruhusiwa kuomba dua yoyote? Qala Allah, ndo swali la pili, sio? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mola wenu kasema niombeni nitakujibuni. Mola aliposema niombeni hakutuambia tuombe nini. Mwenyezi Mungu hajawahi kutuambia mkiniomba niombeni hiki. Unanielewa? Wewe omba haja zako. Unifahamu hivyo? Omba haja zako. Najua mimi kuna baadhi ya dua ambazo hufai kuomba, ni haramu kuomba, na hizo dua hautopewa unachotaka kuomba. Mungu si atajibu dua hizo? Dua hazijibiwi na Mola kakukasirikia. Na ni dua 4. Dua 4 usiombe kwa sababu hutopewa na umemkasirisha Mola subhanahu wa ta'ala. Ya kwanza inaitwa duaul udwani. Duaul udwani, semeni hivyo, ni dua ya dhulma. Dua ya dhulma ukiomba umeharibikiwa tu, Mola utamkasirisha. Ni talabu ma lam yudabbiruhu Allahu ta'ala fi tadbiratihi ilahiyya, ni kuomba mambo ambayo Mungu hajayaweka hayo mambo kwenye mipango yake ya kiungu. Kuna mambo Mungu hajayaweka ili tuwe nayo si kwenye maisha, wewe usiyaombe hayo. Yani kuomba mambo yapo nje na mifumo ya Mungu ni dua ya dhulma. Unaweza kuwa hujanielewa. Mifano ni mingi. Mfano ni huyu bwana huyu, sote tunajua kashazeeka. Ameshazeeka au sio? Au bado kijana baba? Amesema nimekwisha. Amesema nimekwisha. Na tunajua pia mzee kila akizeeka anaelekea wapi? Kajibu mwenyewe, anaelekea kaburini. Sasa kwa sababu uzee hakuna anayeupenda, kultu hadha tikraran wa mirara, hakuna mzee anayeupenda ule uzee, umemvamia tu. Angekuwa na mbinu ya kufanya asizeeke, wallahi angeifanya. Kila mzee ule uzee wake hautaki, umekuja kumvurugia mambo. Uzee unavuruga mambo, muulizeni huyu. Uzee unakuzuia vitu vingi vingine vya maana, unakuwa uviwezi tena. Mnanielewa hivyo? Sasa huyu bwana uzee unavyomuudhi, siku moja akaamua saa 9 usiku akasimama elekea kibla, akainua mikono, Allahumma ruddani shabba, Mola nirudishe niwe kijana. Hiyo hurudishwi. Mungu hajapanga mtu akizeeka arudi kijana. Mnanielewa? Mpango wa Mungu ni kuzeeka uende zako mpaka kaburini. Ukimuomba Mungu utoke ujana urudi uzee, urudi ujana, ni duaul udwani. Unaomba vitu havimo kwenye mfumo na mipango aliyoweka Mungu kwa waja wake, sio? Hutopewa na umemchukiza Mungu, wala hutorudishwa ujana. Sio, mnanifahamu? Huo ni mfano mmoja huko. Dua ya pili inaitwa duaul ithmi. Semeni hivyo. Duaul ithmi ni dua ya madhambi. Ni kuomba dua Mola akusaidie kwenye madhambi. Unachokitaka ni dhambi kamwe na kimesha kushinda, sasa unamtaka Mungu akusaidie ili hiyo dhambi ukaitimize. Sio, mnanifahamu? Yuko mtu anafanya moyo wako unakaribia kupasuka. Yuko binti mtaani unapokaa, sio? Yule binti yakadu kalbuka yamfatira shaghafan bihubbiha, moyo karibu upasuke kwa kumpenda. Yuko binti huyo. Na msidhani kama hamjui, kuna mabinti bana ukimuona
Kama una ucha Mungu na kiuwali kidogo, una tabarakallahu ahsanul khaliqina, wewe ndio wali kidogo, wewe ndio wali kidogo. Sasa pengine kuna mtu kapiga hatua zaidi, baada ya kumpenda yule binti akaamua kumfuatilia sasa, sawa, na anamfuatilia kwa machafu, anataka uzinifu naye, kahangaika we, anataka uzinifu na mtoto wa watu, waliyadhu billahi taala. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, kwa sababu kusalimika kwenye uzinifu hapa ni kwa msaada wa Allah. Hivi ninavyoongea zama hizi, kusalimika mtu akawa si mzinzi hadi msaada utoke mbinguni. Akikutelekeza Mungu, kila mmoja atageuka mzinifu. Mungu atuhifadhi sana, kwa sababu zile sababu za kuingia kwenye uzinifu zimezidi kuwa nyingi kuliko sababu za kukimbia uzinifu. Sasa umepambana, unamtafuta binti wa watu, amekuwa mustakima, amesimama vizuri, ni binti amelelewa, ana heshima, anawaheshimu wazee wake, hataki kuwavunjia heshima, sio? Ziko nyumba chache zina mabinti kama hao. Ukijaribu kumsimamisha kabla ya kuongea naye anakukimbia, anakimbia, hata kusikiliza hataki. Unanielewa? Sio wale wengine wale la tamasu yada lamis. Kuna mabinti la taruddu yada lamisi. Kuna mabinti hawarejeshi mkono aliyemgusa. Mkono uliomgusa huo umeshafika tena. Unaambia marhaba biku. Hao mambo. Sasa wakisikia hao wakiambiwa mambo haya, yule binti kakutabisha mpaka umekata tamaa, ukasubiri usiku wa saa 9, usiku wa 8, ukasimama ukainua mikono, Allahumma inni ala hadha, Mwenyezi Mungu hili jambo nisaidie wewe mwenyewe, saidia na huyu binti. Unaomba Mungu akusaidie. Inaitwa duaul ithmi, yani dua ya madhambi. Mnanifahamu? Dua za madhambi Mungu hataki. Hiyo namba 2. Namba 3 inaitwa duau qati'ati rahmi. Semeni duau qati'ati rahmi. Ni dua ya kuvunja undugu. Ukiwa unaona ndugu wamepatana na kupatana kwao wewe kuna kudhuru, hufurahi. Na kuna watu dunia hii anapenda kuona ndugu hawaelewani, sio? Hawaelewani. Sasa ukaamua kumuomba Mungu dua ili wale watu wakosane. Allahumma ya rabbana hadhihi al-usra shattit shamlahum mazzik jama'ahum aklil adadahum. Mungu wa watu hebu wasambaratishe, wafanye maadui hivyo. Dua hii Mungu hakupi halafu kachaka silika, sio? Mnanielewa hivyo? Haya, dua ya mwisho, dua namba 4, dua ya mwisho ambazo katika zile dua Mungu hakubali, sio? Duau raddil qada, ni dua ya kurejesha alichokihukumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaelewana hivyo? Kuna mtu tunampenda, tunaishi naye, bahati amekufa, au sio? Akifa mtu kaambiwa bana, kuna dua tukiomba atarudi. Kuna mtu mmoja simtaji hapa, anamuhifadhi Mungu naye atanihifadhi na mimi. Walifiwa watu wakamwendea mtu mmoja Dar es Salaam hii, akamwambia mtu wenu hajafa, mtu wenu yuko hai na amewekwa nyumbani kwenu karibu na mlango, nileteni hapa mbuzi 9 sijui na nini, atarudi kesho. Akakusanya vijana yule watu, akaanza kusoma, we visomo sijui visomo nini, mimi sijui visomo, sijui visomo. Wamesoma siku 9 zimekwisha, vipi mbona hajarudi? Wale wameshamchukua wamempeleka sijui wapi kwingine huko. Hivyo jambo likisha hukumiwa na Mungu halivunjwi na mtu. Unanielewa? Kadari ya Mungu inarejeshwa kwa kadari, lakini kwenye yale mambo yasiokuwa mustahilati. Ukiacha hayo, dua nyingine zote ombeni. Unanielewa baba? Omba dua unayotaka kwenye TV. Madhali unataka kheri za dunia yako, unataka na kheri za akhira yako, zote omba. Bil adiyatil ma'thura wa ghairul ma'thura, dua zilizopokewa kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad na ambazo lazi kupokewa, wewe omba tu. Kwa sababu nitakwambia mimi, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaomba dua na dua zake zimedhibitiwa, tunazijua. Lakini Mtume hajawahi kuomba TV. Hajawahi Mtume kuomba TV, au sio? Na wakati wake TV si ilikuwa hamna. Hivi sasa TV duniani ipo haipo? Watoto wako umewaona, usipowawekea KTV ndani kwako watatoka
wende nyumba za jirani wakaangalie TV kwa jirani, na kule kwa jirani kuna tabia zisizoeleweka. Wakienda kule wengine wanageuka makahaba huko kwa jirani, mwingine kuna jirani watoto wake wanavuta bangi na wanao watavuta bangi kwa sababu tu ya kufuata TV ya jirani. Unanielewa? Waeleze watoto wako TV sio jambo la msingi sana, lakini inunue TV. Sasa huna pesa, huna uwezo, mwambie Mungu kwenye dua yako, Allahumma inna nas'aluka shasha. Mwenyezi Mungu nakuomba TV, sio dhambi. TV haikuombwa na Mtume, au sio? Bodaboda vipi? Mtume aliwahi kuomba bodaboda? Toyo? Mtume kaomba toyo? Wewe huhitaji toyo? Nyinyi watu mlokaa hapa hutaki toyo? Unasikia shekha anasema anataka, amesema kweli. Sasa huruhusiwi kuomba toyo? Sasa Mtume kaomba toyo lini? Omba dua, toa zile 4, nyingine zote omba na Mungu atakupa, madhali unataka kheri za dunia na kheri za akhera. Wallahu aalam. Umenielewa? Hilo la pili Malizia la 3 tusali. Katika hii hadithi madhali tumeruhusiwa kuomba dua yoyote katika sijida. Je, labda kuna baadhi ya dua katika yale ninayoyataka Kiarabu sikijui katika ile dua, je naruhusiwa kutumia lugha yoyote ili kuongea lile ninalotaka na Mungu, au siruhusiwi nitumie Kiarabu kitupu? Asante. Kusema kuomba dua katika sijida ni sunna. Sote tunajua ni nini? Ni sunna. Na sunna ni lile jambo katika dua ambalo hata kama hujalifanya swala yako imeswihi. Kwa sababu ni nini? Ni sunna, si sharti wala si rukuni, si nguzo, ni sunna. Ukisoma fikhi vizuri upande wa ibada na hasa ya swala, kuna mahala kwenye swala imeruhusiwa useme lugha unayoitaka kwenye swala, tena kwa jambo si sunna, ni jambo la faradhi. Nyinyi wasomaji mnanielewa? Liko jambo kwenye swala si sunna, ni nguzo, rukunun min arkani swala. Asiyejua kuisoma kwa Kiarabu, sharia kwenye vitabu imeruhusu asome kwa lugha iwezayo. Wacha mbali Kiswahili, hata Kimakonde soma. Mtanisame wa Makonde kama mko humu, mmewatajeni kwa darasa. Liko jambo linaitwa takbiratul ihram. Someni fiqhi. Takbiratul ihram miongoni mwa sharti zake an yaatia hal musalli bil lughati al arabiyya. Sawa? Takbira iletwe kwa lugha gani? Lugha ya Kiarabu. Na takbira ina maneno mawili tu. Neno la kwanza Allahu, neno la pili akbaru, au sio? Haya sema Kiarabu. Sharia inasema fa in lam yuhsin, ikiwa hajui kusema takbira kwa Kiarabu, sio? Tarajamaha, ataisema takbira kwa lugha nyingine. Wa alaihi an yataallama ala alfauri, atasoma takbira kwa lugha yoyote isipokuwa jukumu lake ajifunze kuisema kwa Kiarabu haraka. Ule usemaji wa takbira kwa lugha nyingine usiwe wa muda mrefu, ni muda mfupi na anajifunza. Mnanielewa hivyo? Sawa. Hayo maneno nakwambia na kwenye kitabu hichi yameandikwa. Hichi kitabu chosoma leo. Sasa takbira ni nguzo. Takbiratul ihrami. Takbiratul ihrami ni nguzo, lazima iletwe. Kumbe asoweza Kiarabu karuhusiwa aseme kwa lugha aitakayo. Ikiwa jambo la nguzo limeruhusiwa kusemwa kwa lugha nyingine kwa asiyeweza, je, lile la sunna? Maana kuomba dua ya sida ni sunna, si nguzo, sio? Maana yake na kule pia unaruhusiwa, ila ujifundishe. Hichi Kiarabu ni lugha ya ibada. Allah katuwekea Kiarabu kiwe ni lugha ya nini? Ya ibada. Na hili jambo lina hikma kubwa ndani yake, ndio lilowafanya Waislamu wakawa wamoja. Wewe unaswali hapa, anakuswalisha imamu, lakini imamu kama huyu akiondoka akapelekwa China, Guangzhou, msikitini China Guangzhou, akaingizwa mule Guangzhou msikitini, akaambiwa sikiliza bwana, Waislamu wenzako ndo hawa, wallahi akipita mbele anawasalisha na wanaelewana, au sio? Wanaelewana safi kabisa. Hebu mchukue mchungaji
wa kule Manerumango au Mwanamtoti, umchukue umpeleke India, yule mchungaji wa hapa Manerumango, sio? Ukifika India umwambie bwana, hawa ndio dhehebu lako, hebu ingia waongoze hawa, wataelewana? Wale Wahindi na huyu Mzaramu wataelewana kweli? Sisi Waislamu ni uniformity. Kama na anayeswali kule Kuyuni Pemba, sio? Anayeswali kule Kiwani sawa sawa na anayeswali India, sote moja. Anayeswali Misri na anayeswali kule Bulgaria, wote letu moja. Lugha ni lugha ya ibada, lakini ukiwacha kuwa lugha ya ibada ndiyo lugha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni muhimu Muislamu ajifunze Kiarabu, na nielewa, usilione kama jambo la khiari la kawaida tu. Kwani nini? Jifunze Kiarabu, na tuna hadithi imesema hata lugha ya watu wa peponi kule itakuwa ni lugha ya Kiarabu. Sasa jifunze kabisa, usiende kule ukawa mkiwa, jifunze kabisa hapa, utakuwa mkiwa bure. Kwa hiyo, na hili nimefurahi mimi, tungeachwa tufanye ibada kila mtu na lugha yake, umwingekuwaje? Kwa Kiarabu ukisema Mungu ni mkubwa zaidi unasema Allahu Akbar, au sio? Ukisema kwa Kiingereza utasema God is the greatest, au sio? Ni mkubwa zaidi. Sasa kule India Mwenyezi Mungu anamuita Bagwani. Mungu ni Bagwani kwa Hindi. Aya, sikwambii lugha za huko nyumbani kwetu tulikotoka huko. Anasema Mulungu mkuu, huyu mzee anasema kwao anasema Mulungu mkuu. Sasa hebu amka usiku leo, shika tasbih yako. Uanze baada ya kusema Allahu Akbar, Allah, sema Mulungu mkuu, Mulungu mkuu, Mulungu mkuu, Mulungu mkuu. Si utacheka tu, mwisho utaona nafanya nini sasa hapa? Unaona kama natibu watu hapa itakuwa labda. Mulungu mkuu, Mulungu mkuu. Lakini ukianza usema Allahu Akbar, Allahu Akbar, unasikiaje? Ladha unaionaje hapo? Allahu Akbar. Sasa ile Mulungu mkuu vipi? Tujifunze Kiarabu, ndo lugha bora. Bwana nimekujibu. Wallahu a'lam. Allahumma akrimna bi nuril ilmi wa zayyina bi zinatil fahmi. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Allahumma wadhih lana min al umuri ma ashkala alayna hatta nafham. Anta ta'lamu wa la na'lamu wa anta al a'zzu al akram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.